Young Africans Ali Shabani Kamwe amezungumza mapema leo hii akisema kwamba usajili wa Young Africans kwa sehemu kubwa ambao unaonekana sasa hivi ni mapendekezo ya kocha mkuu. Sasa afahamiki ni kocha gani, Romain Folz ambaye amepita hapo awali ama coach Pedro, katika kusuggest majina ya wachezaji hao ambao kusajiliwa na sio lawama zipelekwe kwa Engineer Hersi. Fungameza namna ambavyo hiki ambacho amekizungumza Ali Shabani Kamwe, unahisi na ukweli wote kwamba usajili wa msimu huu umefanyika na benchi la ufundi na sio Engineer Hersi kama inavyokuwa kawaida? Inahitaji kichwa kigumu kuelewa hilo ambalo amelizungumza Ali Shabani Kamwe, japokuwa kwenye akili tu ya kawaida ukijaribu kuangalia kwa hiko ambacho amekizungumza Ali Shabani Kamwe kinalenga moja kwa moja kwenda kumprotect rais, kwa maana ya Engineer Said ambaye kimsingi kwa misimu kadhaa amekuwa akisifiwa zaidi akifanya sajili nzuri kwa kiasi kikubwa. This time around inaonekana Young Africans kwenye swala zima la usajili wamefeli kwa kiasi kikubwa, kitu ambacho kimepelekea sasa wao waamue kujaribu kumprotect kwa maana ya engineer kutokuonekana kwamba anahusika kwa namna moja ama nyingine kwenye swala zima la usajili. Ukisema kwamba walimu ndio wamekuwa kihusika kwenye usajili wa 2025 2026, binafsi siwezi kuamini kwa kiasi kikubwa, kwa sababu timu zetu hazina hiyo kawaida ya kuwakabidhi walimu kwa asilimia kubwa kufanya sajili, na mara nyingi walimu wao wanakuta tu wachezaji ama anaweza akapendekeza mchezaji mara baada ya uongozi kumpitisha, ndio wao wamekuwa wakifanya huo usajili. Kwa hiyo kwenye hili nadhani kwa Young Africans hakuna namna yoyote ambayo uongozi wa Yanga in general unaweza kuepuka lawama hizi ambazo sasa hivi zinazungumzwa juu ya sajili nyingi kutokuferi ama kuferi, juu ya sajili nyingi ambazo zimefanyika hazijafanya vizuri. Kwa hiyo uongozi sio sehemu ama sio wakati wa wao kuanza kujiprotect na kujilinda na hili ambalo linazungumzwa. Zaidi nilikuwa naamini kwamba wangekaa chini na kukubali ya kwamba yes wamefanya sajili, lakini kwa nyakati hii wameferi, na sio dhambi, sio kitu cha ajabu, kwa sababu tumeshashuhudia pia wachezaji wengi wakubwa wanasajiliwa kwenda kwenye vilabu vikubwa na wanashindwa kuonesha kile kitu bora ambacho watu wengi walitegemea. Ukiona mimi mara kadhaa nishazungumza kuhusu usajili wa Hazard kutoka kwenye kikosi cha Chelsea kwenda kunako kikosi cha Real Madrid. Nishazungumza pia kuhusu Philippe Coutinho kutoka ndani ya kikosi cha Liverpool kwenda kwenye kikosi cha FC Barcelona. Kwa hiyo kwa mifano hiyo naona hapa tunazungumzia kwa level ya kimataifa. Tunapozungumzia mchezaji kutoka Chelsea kwenda Barcelona kutoka kufanya vizuri, tunazungumzia ndo ulimwengu sasa huo wa soka. Na mchezaji ameshindwa kukliki. Hawa ni miongoni mwa timu ambazo zimekuwa zikifanya sajili kwa mahitaji ya mwalimu, lakini zilikuwa zikifanya sajili kwa falsafa ya timu, namna ambavyo inacheza na aina ya wachezaji ambao wamekuwa wakiwataka, na still bado wanasajili mchezaji anafanyaje? Anafeli. Why Yanga wasajili mchezaji afaulu na asifeli? Kwa hiyo utagundua kwamba kwa Young Africans sioni kama kuna sababu yoyote ya kukaa kuanza kuteteana kwamba kuna 1 2 3 kuwabebesha watu zigo la lawama. Nadhani ni jukumu lao kulipokea hili na kukubaliana kwamba this season wamezingua kwenye swala la usajili. Lakini pia Ali Shabani Kamwe kaenda mbali zaidi na kusema kwamba kumleta kwa Abdul Malik katika kikosi cha Young Africans na kuwa msaidizi kwamba ni pendekezo la Pedro kuongezeka katika benchi la ufundi kwa Abdul Malik. Moja kwa moja unaona kuna faida yote kuja kwake, ama pengine ni ishara wazi kwamba Pedro ukifanya vibaya basi nafasi yako kuna mtu? Lakini pia unakubaliana na kauli ya Ali Kamwe kwamba amekuja pale ni pendekezo la Pedro, lakini pia sio pendekezo la viongozi. Itachukua pia wakati mgumu sana kukubaliana na hiko, na mimi binafsi sikubaliani na hiko kwamba mwalimu Pedro ndo aende akampendekeze Molini kuja kuongeza eneo lake la benchi la ufundi. Ikumbukwe paka hivi sasa ndani ya Young Africans kuna makocha wasaidizi wawili, akiongezeka Molini wanakuwa wasaidizi 3. Kwa maana hiyo hawa wote watoshi. Kumbukwe Pedro alivyokuja alimkuta tayari yupo mwalimu msaidizi kwa maana ya Patrick Mabedi ambaye alifanya kazi na Romain Folz kwenye kikosi cha Young Africans. Yes, Folz ameondoka lakini Mabedi akaendelea kubakia kwenye kikosi. Alivyokuja kwa maana ya Pedro ikapaswa afanye kazi na mwalimu Patrick Mabedi akishirikiana na mwalimu msaidizi ambaye alikuja naye. Alikuja wa kwanza
kwa maana ya wa kwanza alikuja naye, lakini baadaye akaja akaondoka, lakini Pedro akaenda akamleta mwalimu mwingine msaidizi ambaye amekuwa akifanya naye kazi. Kwa hiyo tutagundua kwamba paka hivi sasa ndani ya Young Africans tayari kulikuwa na walimu wasaidizi wawili, na huyu anaongezeka ni mwalimu msaidizi wa tatu. Eneo la benchi la ufundi kwa maana wa makocha, kuna makocha wanne, kwa maana akiongoza jopo hilo ni mwenyewe Pedro Gonçalves. Kwa kitendo cha kusema kwamba ni chaguo la Pedro, ni dhahiri shahiri pia kuna warakini kati ya hilo alilolizungumza. Mimi binafsi siamini na sikubaliane na hilo, na hiki ambacho kimefanyika nadhani ni sehemu ya kufanya maboresho katika eneo la ufundi. Huenda Mourinho ameletwa kwenye kikosi cha Young Africans ni kama caretaker ambaye huenda atakwenda kuichukua Young Africans kama ikiendelea matokeo haya. Still mimi simuoni kwamba Pedro Gonçalves ataendelea kusalia kunako kikosi cha Young Africans kama Young Africans itaendelea kuwa na matokeo haya ambayo hivi sasa yanaendelea. Hapa kitu cha kuomba kwa Pedro kwa maana ya mzunguko wa pili huu unavyoanza, kwa Young Africans ianze vizuri. Lakini kama itaanza kwa kusuasua, kama timu haitocheza vizuri, timu ikikosa matokeo, mimi simuoni Pedro kama ataendelea kusalia ndani ya Young Africans. Badala yake ndio kaja Mourinho kuja kuchukua nafasi ya Pedro. Kwa maana kwa jicho la kawaida unaweza kuona kwamba ni mwalimu msaidizi ambaye amekwenda kuongezeka katika benchi la ufundi, lakini kwenye jicho la ndani zaidi utagundua kama ni mwalimu ambaye amekwenda kuchukua nafasi ya Pedro Gonçalves, kwa sababu unapokuwa mwalimu msaidizi hauna nguvu ya kufanya maamuzi, wewe unakuwa ni mshauri. Sasa mshauri anakuwa na nguvu vipi kwenye kubadilisha system ya uchezaji wa timu? Anakuwa na nguvu ipi ya kupanga mchezaji? Yeye atashauri kwamba yes, kwa namna ambavyo nayafahamu wachezaji wa Young Africans acheze na fulani na fulani. Pedro anasema mimi sirizishwi na kiwango cha fulani, na na kiwango cha fulani. Yeye ndio mtu wa mwisho ambaye anafanya maamuzi, decision hipo katika mikono yake. Kwa hiyo nadhani kuja kwa Mourinho ni kuja kuchukua kijiti cha kocha Pedro na sio kuongezeka kuwa msaidizi wa Pedro, hapana. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.